utumishi kwa kuitwa, nahubiri kwa ajili ya calling, kwa ajili ya mwito wa Bwana. Sihubiri kwa ajili ya jambo lingine. Unaona, ni kwa ajili ya calling. Nimeokoka, Kristo ni Bwana, na mshukuru Mungu kwa sababu ya ubali huu, kwa kuniweka nikiwa na utakatifu, nikiwa na mngojea Bwana, na mtumikia Bwana nikiwa na utakatifu na wokovu wa kweli. Nasema asante kwa neema yake Bwana Yesu Kristo. Ninataka tuendelee kuongelelea mambo haya tumekuwa tukijifundisha kuhusu nini Kikuyu culture, kupitia kifo ya Betty na mambo mengi sana. Watu wa Mungu, all things work for good to those who love God. Bwana alikuwa na uwezo wa kuzuilia kifo ya Betty, lakini kwa nini akaachilia tu Betty akufe? Ni kwa sababu amemtumia kama vile alitoa Yesu Kristo. Unaona, ndio watu wengine wengi wote wasaidike. Kuna mambo mengi sana inafaa kufundishwa, watu wanafaa kujifundisha na Betty, na wachungaji wainuke. Ndio nini tumetengenezewa njia ya kutusaidia watu wa Bwana. Unaona, watu wa Mungu, kwa sababu watu wamekuwa wakifanya, kondoo zimekuwa zimepotea kabisa. Wametu watoto wa Mungu wamekuwa bila mchungaji wa kuwaonyesha njia. Unaona, watu wa Mungu, may God have mercy, kwa sababu mtu kama Betty, mistake hizo ni lack of mchungaji, wakiwa na Kanyari na Tasi. Kuna mambo tunafaa kujifundisha kwa hii kifo ya Betty na vile mambo yamekuwa na Betty mpaka kukufa kwake. Unaona, watu wa Mungu, kitu ya kwanza ninataka kukwambia nini? Katika kacha yetu ya Kikuyu, watoto wanajulikananga ni wa mama na mwanamke Mkikuyu. Ukiona mtu akioa mwanamke Mkikuyu, hakuna kuacha watoto kwa bwana yako. Unaona, ukitaka kuoa single mother, ni uoe mwanamke ako na watoto kwa baba yake. Kwa nini? Ni kwa sababu gani, watu wa Mungu? Ni kwa sababu ya kacha yetu, dawali ambayo imevalue sana, vile inafanyagwa. Hakuna mwanamke kwa Mkikuyu anafaa kutolewa dawali mara mbili. Tunapatana na katika Malachi 2:13 mpaka 16, Mungu diposa anasema ana hate divorce. Neno linasema nini? Kwa hii neno nimekuandikia hapa, linasema, linaongeleleanga wanaume ati munachafua madhabahu yangu na machozi. Siwezi musikia kwa sababu ya mke ambaye mke wa ujana wako ambaye umemfanya madharau. Ni kama hivyo Betty, na kufanya madharau sio kudivorce mtu. Sasa Kanyari hawezi sema ati Betty alijitoa kwake bure. Hapana, ni yeye amemudivorce. Unaona, hawezi sema ati ni Betty alimuacha sasa yeye ako sawa. Hapana, angalia mateso ile alikuwa anamuweka. Unaona, ni sababu gani? Kama wewe ndiye sababu ya mke kufunga milango, hata kama hujamuambia aende, wewe ndio umemfukuza. Kitu ya kwanza. Kwa hivyo mimi I don't blame Betty. Si ati ni Betty na blame. Unaona, na si blame Kanyari. Ni kutojua ujinga wao. Walikuwa kwa ujinga. Unaona, watu wa Mungu, ni kwa sababu gani? Huwezi wewe mwanaume, huwezi sema bibi ndiye aliniacha, ndiye alichukua watoto akaenda, mimi sikuwa nimemfukuza, nilikuwa nampenda. Ulikuwa nampenda na unamfanya madharau. Ni kitu gani kilitoa Betty kwa nyumba yake? Kanyari hawezi jiokoa hiyo. Ni yeye ametupa Betty. Na neno linasema mwanaume akidivorce bibi yake, hata azidi akioba, Bwana hawezi musikia. Malachi 2:13, ati muna shida mkirowesha madhabahu yangu na machozi. Siwezi musikia kwa sababu ya mke wa ujana wako ambaye ulidharau, uliharibu. Hii mambo ifanywe right, watu wa Mungu, na hii ndio shida ile imekuwa. Betty amesacrificewa na Bwana, ameruhusu Betty akuve, maadui wamuue. Ni kwa sababu watu wasome, Bwana atoe watu katika utumwa wa ujinga. Unaona, watu wa Mungu, wa ujinga.
Ni kwa sababu gani watu wa Mungu, tukiendelea na hii neno, kacha ya Kikuyu inasema mwanamke hawezi unafaa kuoa mtu na watoto wake, kama hutaki akae hivyo. Na mwanamke Mkikuyu akiacha watoto kwa bwana yake, kwa baba yao, hafai kuolewa tena. Ni kwa sababu gani? Ya dawari. Na inafanyagwa hivyo mpaka tangu zamani. Mwanamke angekuwa mwanaume, hata wawe na watoto 4, 5, 10, hata asikie bwana asikie hataki kukaa na huyo bibi, alikuwa anarudishiwa dawari yake, ndio aseti huyo mwanamke, na anabeba watoto anaenda. Na akienda, kama ataacha watoto, bwana akisema sitaki huyu bibi, mimi nataka watoto, then hapo kuna shida kubwa sana. Huwezi kataa mwanamke Mkikuyu useme humutaki lakini unataka watoto. Hiyo ni baya sana. Kwa sababu gani? Mwanamke hawezi tolewa dawari mara 2. Kwa hivyo ukisema ubaki na watoto, ama mama aache watoto kwa baba yake kwa sababu hataki kwenda nao kuwalea, wewe, hiyo ni shida kubwa sana. Huyo mwanamke hataolewa tena, hafai kuolewa tena. Mwenye ameacha watoto kwa baba yake hawezi kuwa na watoto. Ndiposa tukuje kwa single mothers. Single mother, mtoto sio vizuri awe na mababa wawili. Na ndiposa single mother, kama baba yake wa watoto atawasomesa, anafaa kuwa kusomesa watoto mwanamke huyo akiwa single. Ndio anything, ndio watoto hao. Mwanamke huyo kama Betty amekufa akiwa single, hakungekuwa na shida. Kwa sababu gani? Watu wa Mungu, Kanyari amekuwa akilipia watoto shule na alirudishiwa dawari. Sasa ukirudishiwa dawari na utake kusomesa watoto wako, sasa usitake kuwa na kitu ingine yote. Unaona watu wa Mungu, usiwe na interest ingine. Kanyari anafaa kuwa ameondokea mambo ya watoto. My God, liba busaka taramazaya. Tusome na hii mambo ya hao watu kabisa, tukienda kumpumzisha Betty hii wiki. Unaona watu wa Mungu, may God have mercy. Watu wafunguke macho, waone. Wewe unafundisha, unasomesa watoto ati uliwazaa. Hao watoto wote walizaliwa na watu. Unasomesa mtoto wa mwanamke ako kwa bwana yake. Sasa hao watoto dakika ya mwisho utakuja kuwadai ati ni wako aje. Mkikuyu, muama Mkikuyu, msichana Mkikuyu haachangi watoto kwa bwana yake kama anataka kwenda kuolewa. Na ukienda kuoa Kikuyuni, mtu ako na watoto, lazima uwe umekubali kuchukua hao watoto. Na wewe kama wewe bibi anataka kuacha watoto kwa bwana yake, wale wa mama wa Kikuyu waliacha watoto kwa baba zao, hawaolewaji tena. Huwezi olewa tena ukiwa umekaa nini, kwa sababu kuolewa it is all about dowry. Kutakuja dawari, itakujaji wewe. Huyu mwanamume mumewana na yeye, unaenda unapeleka dawari. Na huyu bibi watoto, bwana watoto wale ako nao, itabidi alete dawari juu ya watoto. Galia confusion. Na diposa unaona Betty alikuwa amefanya vizuri, lakini wakarudi wakaharibu na Kanyari. Unaona, usitake kusomesewa mtoto na baba ya mtoto ukiwa uko kwa bwana mwingine, sababu hizi hot class zitakuja, hizi confusion zinakuja. Kanyari amefanya kazi kweli, ako na uchungu, amesomesa hao watoto ni wake. Sasa watafanya nini? Data sina, ye alitoa dawari, Kanyari alirudishiwa dawari. My God, lima saka taramazaya. Sasa hao watoto wataumia, wanavutaniwa na hivi kunakuwa na mavutano ya ujiga hapo. Ndivyo wamekuwa. Betty akiwa hai walikuwa wanamvutania. Kanyari bado anasikia alipoteza kitu ya dhamana, wakati Betty amesaa move on na akapata bibi mwingine, na akapata bwana mwingine. Na diposa Kanyari amekuwa akilipia hati hao watoto shule. Sasa watoto wanakuwa na baba wawili aje.
sakalalamazika taramazaya. Si munaona hiyo hela, watoto wanakuwa na mababa wawili, aje ya nini? Hapana, haifai hivyo, my God. Kwa sababu Tasi anasikia anaruhusu, kwa sababu alipenda Betty na watoto wake, na akatoa dawa akijua Betty ako na watoto. Sasa yeye mawazo yake ilikuwa, mimi sina shida na watoto wa Betty, I love Betty. Unaona watu wa Mungu. Na Kanyari naye anasema my blood, watoto wangu. Sasa anaigiria na alirudishiwa dawari. Sasa dakika ya mwisho itakuwaje? Lazima ufanye mahesabu. Neno linasema nini? Ati mtu akienda kujenga anafanyanga mahesabu kwanza, asije. Sasa Kanyari angejiuliza, niko na interest gani? Niko na faida gani? Na ndiposa mwanamume mwerevu kama hajakuoa hawezi kusaidia ati kwa mambo kama hayo. Hapana. Na nyinyi wanawake, young ladies, mnasema mtazaliwa watoto na watu bora anilelee. Sasa ona kesi kama hiyo. Kanyari yako hapo anasema mimi watoto wangu. Lakini Betty, utatenganisha aje mtoto na mama yake? Utatenganisha aje mtoto na mama yake? Kacha ya Kikuyu hakuna hivyo. Na diposa sisi katika kwetu mtoto ni wa mama. Kwa sababu nikiacha watoto, kama niliacha watoto wangu kule nilikuwa nimewazaa. Unaona watu wa Mungu kwao. Hakuna watu walikufa wote, baba, wazazi, nini. Yani ilikuwa, nilisema jana nitakuja kuelezea mambo yangu, tuelemishane. Unaona kama vile Betty alikuwa ameelezea yake, na mimi yangu nitaelezea, nisaidie watu kumezi ukiwa mjinga. Na katika Acts 17:30 neno linasema, in the past God overlooked such ignorant. Watu wa Mungu, wacheni tukarudie Mungu na tukafanye mambo right. Tukatoke kwa wakati wa ujinga, mambo ile tulikuwa tumefanya kwa kukosa kujua. Kwa sababu si umeona Tasi hakuwa anajua, na Kanyari naye hakuwa anajua, wote hawakuwa wabaya. Lakini ndiposa unaona shetani anaigilia hapo, anaua na agamisa hivyo. Unaona watu wa Mungu, kumbe Kanyari hata wakati alikuwa anasomesa watoto wake amekuwa na interest. Unaona amekuwa na interest na watoto wake. Lakini sasa itafanyikaje? Huwezi kama huna mwanamke. Katika kacha yetu ya Kikuyu hata watoto si wako. Kama mwanamke si wako, mama ya watoto hao si wako, hata watoto si wako. Kwa sababu ya nini? Ya dawari. Kwa sababu hakuna mwanamke anaweza olewa na wanaume wawili, no matter the matter. Sasa Kanyari angekuwa anasomesa hao watoto damu yake, akijua ni kama vile anaweza saidia maskini fulani. Ukisaidia mtoto wa maskini hutamfanya wako. Si ni kweli watu wa Mungu hiyo? Ukisomesa mtoto wa maskini hauwezi ukaenda kudai. Kanyari alifaa kusomesa hao watoto bradi yake ndio, bila any other interest kama watoto wa maskini fulani. Kama ni hivyo. Naye Betty na Tasi hawakufaa kurudisha, hawakujua hiyo. Hawakujua. Unaona, hawakujua hiyo. Hawageruhusu Kanyari. Unaona watu wa Betty nini, mama yake aliporudishia Kanyari dawari, then alipoabiwa na, kama alikuwa ameabiwa na Betty ati Kanyari analipia watoto shule, alifaa kukataswa. Betty walikosa watu wa kuwaelezea. Unaona, haifai hivyo. Mkiachana, achaneni kabisa. Kama Jane Muthoni, wacha nimtaje kwa sababu iko kwa aliweka kwa mitandao. Vile Jane Muthoni walifanya walipoachana na first man, baba ya watoto wake. Unaona watu wa Mungu, yeye alienda na watoto wake, na hivyo ndivyo inakuwa. Sijui kama walirudisha dawari, na of course najua walirudisha dawari. Baba ya watoto wa Jane Muthoni, muibaji wa Jane Muthoni, angalieni mahera ile iko.
Rima saka talamazaya, enda na watoto wako, na kuanzia hapo wape ni connection iishe, talk salamu tu, mkikutana hivi salamu, lakini si ate unakubatiana nini na mtu mliachana. That is very wrong. God is not happy with that. Na ndiposa ameachilia Beti akufe, ndio watu wawerefuke, wafuguke macho. Hata mimi sikuwa nayo, kifo ya Beti ndio imekuwa, lakini mimi nilikuwa nimesema, si nilikuwa nimemwambia kudiru na polygamous, nilikuwa nahubiri hiyo, na vile unavaa kudiru na nini na marriages, nimekuwa nikifundisha hiyo, lakini sikuwa deep kama saa hii kupitia kifo ya Beti. Unaona watu wa Mungu, ni kwa sababu gani? Mkiachana na mtu na baba ya watoto wako, achaneni kabisa. Na wewe mwanaume, kama bado unasikia kusomesa watoto wako, bradi yako, then jua somesa kiroho safi na kuondokea. Jua hao watoto si wako, kama mwanamke si wako, hata watoto si wako, especially sisi wa Kikuyu, kwa sababu hakuna kupelekewa dawari na watu wawili. Unaona watu wa Mungu, saa hii baba ya watoto wangu alikufa, na niko kwetu, nimelelea watoto wangu kwangu, hata watoto wangu hawamjui. Unaona, kwa sababu nilitoka kakijana kakinyonya, nilikuwa kasichana kadogo. Yes, it was enera, lakini na blame wazazi wangu, nitakuja kuelezea. Sasa kama kungekuwa na dawari ilikuwa imepelekwa kwetu, hata hiyo miaka 2.5 nilikaa kwa hiyo doa, kama wangekuwa wamekuja kwetu kulete dawari, mimi sifai kuolewa na mtu mwingine, hata saa hii amekufa. Na nikiolewa ninafaa kurudisha dawari huko. Hata kama wamekufa, tutakuta watu wengine, turudishie hiyo ukoo. Na ndipo